Ningependa tuangalie uteuzi wa lahaja ya kusanifishwa, na tunaambiwa kwamba lahaja ya Kiunguja na Kimvita ndizo zilikuwa na uzito mwingi hasa wa kimaandishi kuliko lahaja zingine. Hebu tuendelee tuone. Tuangalie nguvu za Kimvita. Ndiyo lahaja iliyokuwa imeenezwa sana na wafanyabiashara wa Unguja sehemu kubwa ya bara na Tanzania, Kenya na Uganda. Sababu ambayo ilifanya Kiunguja kuteuliwa kama lahaja ya kusanifishwa na kufanywa kuwa lugha sanifu. Sababu ya pili ilikuwa ni Kiunguja kilitumika na watu wengi, kwa hivyo kilikuwa na watumizi wengi. Tatu, Kiunguja kilikuwa kimefanyiwa uchunguzi na wataalam. 4, Kiunguja kilitumiwa sana katika masuala ya elimu na kidini. Na 5, wepesi wake wa kutumika na lugha nyingine za Kibantu. Kwa hivyo, hizo ndizo zilikuwa nguvu za Kiunguja. Ni nini ambacho kilifanya Kiunguja kuteuliwa miongoni mwa lahaja nyingi za Kiswahili ili kiweze kusanifishwa na kufanywa kuwa lugha sanifu ambayo ingetumika katika shughuli rasmi? Tumeangalia nguvu za Kiunguja. Hebu sasa tuangalie nguvu za Kimvita. Kumbuka tumesema Kiunguja na Kimvita ndizo lahaja mbili ambazo ziliteuliwa ili kusanifishwa. Tuangalie nguvu za Kimvita. Kimvita nacho kilikuwa na ukwasi wa msamiati na uwezo wa kuazima maneno kwa upesi. Kimvita kilikuwa na miswada mingi ya kifasihi, ushairi na dini. 3, kilikuwa bora katika maandishi ya nadhari na usanifishaji. Na 4, Kimvita kilikuwa cha kiwango cha juu zaidi kuliko Kiunguja. Kwa hivyo tumeangalia nguvu za Kimvita na tumeangalia nguvu za Kiunguja. Hebu tuangalie udhaifu wa Kiunguja pamoja na udhaifu wa Kimvita. Tuanze na udhaifu wa Kiunguja. Lahaja ya Kiunguja, ilikuwa lugha ya kibiashara. Pili, ilikuwa lugha ya kiwango cha chini. Kimvita nayo sababu tunazungumzia lahaja si Kiswahili, kilitumiwa zaidi sehemu za pwani na za Mombasa na kilihusishwa na Wakereketwa. Tuangalie uteuzi wa Kiunguja. Uteuzi wa Kiunguja. Kiunguja kiliteuliwa kuwa msingi wa kusanifisha Kiswahili kote katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo, kamati ya lugha na shughuli zake, kamati iliteuliwa ikawa ni kamati ya lugha. Katika juhudi za kufanikisha upatikanaji wa maandishi kwa Kiswahili sanifu, nchi za Afrika Mashariki ziliunda kamati ya lugha iliyojulikana kama Interterritorial Language Committee ambayo iliundwa mwaka wa 1930. Malengo ya kamati yalikuwa ni kusanifisha maandishi na kuhakikisha mtindo mmoja unazingatiwa, mtindo mmoja wa Kiswahili. Lengo la pili ni kuchapisha vitabu. Lengo la tatu likawa ni kuwahimiza na kuwasaidia waandishi wa Kiswahili. 4, ikawa ni kuidhinisha vitabu vya kiada na vya ziada vinavyohitajika kufundisha shuleni. 5, ikawa ni kuwapasha waandishi habari zozote zile kuhusu njia tofauti za au mitindo ya kusomesha katika kila nchi. Kwa hivyo, kamati ambayo iliteuliwa ilikuwa na mafanikio. Mafanikio yake yakawa ni vitabu vingi vya sarufi, kilimo na hadithi vilichapishwa, kwa mfano Modern Swahili Grammar. 2, tafsiri ilifanywa na vitabu kuchapishwa kwa Kiswahili, kwa mfano kulikuwa na Kisima chenye Hazina. 3, kamusi 2 zilichapishwa ikiwemo ni Kiswahili na Kiswahili Kiingereza.
Na 4, vitabu vingi vya kufundishia Kiswahili viliidhinishwa.